Naam, hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa daraja la John Pombe Magufuli, yani Kigogo Busisi, ambalo limekamilika rasmi. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania kimeonyeshwa kusikitishwa na ombi la chama cha wafanyakazi la serikali kutafuta uwezekano wa kudhibiti uibukaji wa vyama vipya vya wafanyakazi. Na katika michezo, timu ya Yanga imeendelea na msimamo wake wa kutocheza mchezo wa ligi kuu namba 184 dhidi ya timu ya Simba uliokuwa uchezwe Machi 2025 licha ya bodi ya ligi kusema kuwa itapangiwa tarehe nyingine. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku hii ya leo. Uko nami Esau Godwin. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania kimeonyeshwa kusikitishwa na ombi la chama cha wafanyakazi la serikali kutafuta uwezekano wa kudhibiti uibukaji wa vyama vipya vya wafanyakazi. Itakumbukwa kuwa siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi iliyofanyika kitaifa mkoani Singida, katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Dr. Henry Mkunda aliiomba serikali kutafuta uwezekano wa kudhibiti uibukaji wa vyama vipya vya wafanyakazi, huku vyama mama vya wafanyakazi vikiwepo, hali inayosababisha mkanganyiko wa kushughulikia mahitaji ya wafanyakazi. Zaidi taarifa hii anayo mwanahabari Ana Msumeno. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya CHAKAMWATA yaliyoko mkoani Mbeya, katibu mkuu wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania Meshaki Kapange amesema ombi hilo linalenga kuwanyima haki walimu na kwamba CHAKAMWATA inaiomba serikali kutolifanyia kazi ombi hilo. Ilikuwa na nia ovu, lakini pengine weledi wao ama uelewa wao walipungukiwa mahali, wakaruhusu vitu kama hivi vichomekwe ili Mheshimiwa Rais aweze kuvunja katiba ya nchi, kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe. Uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzi kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ni binadamu, angekosa tu hekima akajibu akasema hebu lishughulikieni hilo, tayari ilikuwa ni tafrani kubwa kwenye nchi hii. Tungelaumu kwamba rais amevunja katiba, lakini amesababishwa na watu. Tumeona tusinyamaze kimya, tutoke hadharani kuwaambia tukta na members wake walichokifanya cha kutaka kumpotosha Mheshimiwa Rais atoe maelekezo ya kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi ambayo ameapa kuilinda, hakiwezi kuvumiliwa tena. Lakini vyombo vyote Zaidi, Kapange amesema CHAKAMWATA inaipongeza serikali kwa kuongeza kima cha chini cha mshahara na kwamba hali hiyo inakwenda kuinua uchumi wa watumishi. Pekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Labda kwa wasioelewa vizuri, kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi, haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. 2022 alipandisha mshahara, lakini haukuwa kwa kiwango hiki. Itakumbukwa kuwa siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi iliyofanyika kitaifa mkoani Singida, katibu mkuu shirikisho la vyama vya wafanyakazi Dr. Henry Mkunda aliomba serikali kutafuta uwezekano wa kudhibiti uibukaji wa vyama vipya vya wafanyakazi, huku vyama mama vya wafanyakazi vikiwemo, hali inayosababisha mkanganyiko wa kushughulikia mahitaji ya wafanyakazi. Sheria ya kazi zilizopo zifanywe maboresho ili kuzuia uanzishwaji wa vyama maeneo ya sekta zenye vyama vilivyosajiliwa. Ushauri huu utazuia uanzishwaji wa vyama vingi katika eneo moja la kazi na kuondoa kabisa dhana ya mshikamano wa wafanyakazi na hatimaye kukosekana kwa amani na utulivu sehemu ya kazi. Ana Msumeno, Dream Media. Naam, huyo ni mwanahabari Ana Msumeno. Kwingineko, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa daraja la John Pombe Magufuli, yani Kigogo Busisi, ambalo limekamilika rasmi. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa uwasilishwaji bajeti ya wizara hiyo, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema uzinduzi wa daraja hilo ni muhimu kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao wamekuwa wakitumia muda wa takriban saa 2 kuvuka upande mmoja kwenda upande mwingine. Taarifa ya Sara Mwambepo inafafanua zaidi.
Daraja hilo linalojulikana zaidi kama daraja la John Pombe Magufuli Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3.0 na barabara unganishi kilomita 1.66 linaunganisha barabara kuu ya Usagara Sengerema Geita zenye urefu wa kilomita 90. Daraja hilo pia lenye urefu wa kilomita 3.0 pana mita 28.45 unaojumuisha njia mbili za magari zenye upana wa mita 7.0 kila upande, njia ya maegesho ya dharura mita 2.5 kila upande. Waziri Ulega amesema kukamilika kwake kutakwenda kukomboa wananchi wa mikoa hiyo, huku akisema vivuko vyote vilivyokuwa vikitumika kabla vitapelekwa kwenye maeneo mengine yenye uhitaji. Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi na kusherehekea tukio hili muhimu kwa Watanzania, hususan wananchi wa kanda ya Ziwa, la uzinduzi rasmi wa daraja la John Pombe Magufuli, yaani Kigongo Busisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukamilika kwa daraja hili kutakuwa ni faraja kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao wamekuwa wakitumia muda wa takriban masaa mawili kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Baada ya daraja kukamilika, muda wa kuvuka unatarajiwa kupungua hadi kufikia wastani wa dakika 3 tu. Aidha, daraja hili linategemewa kuongeza shughuli za kiuchumi ndani na nje ya mikoa ya kanda ya Ziwa na hata nchi jirani na taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, daraja hili pia litakuwa ni mojawapo ya alama na fahari ya taifa letu, kwani urefu wake wa kilomita 3.2 litakuwa ndilo daraja refu zaidi katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati. Naomba kuliarifu Bunge kuwa vivuko vyote vilivyokuwa vinatumika katika eneo la Kigongo Busisi tunatarajia vitapelekwa katika maeneo mengine ambayo yana uhitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya ujenzi na ukarabati wa vivuko na maegesho ya vivuko. Aidha, amesema daraja hilo linatarajia kuongeza fursa za kiuchumi kwa mikoa hiyo na nchi jirani, na kwamba ndilo daraja refu zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Sara Mwambepo, Dream Media. Naam, huyo ni mwanahabari Sara Mwambepo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Frey Edward Kosenyi mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Mbezi Beach jijini humo kwa tuhuma za kuchapisha andiko la vitisho dhidi ya katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, ambapo amesema Kosenyi alichapisha andiko hilo kwenye mtandao siku chache kabla ya kutokea kwa tukio la kushambuliwa kwa Padri Kitima, na upelelezi unaendelea dhidi ya tuhuma hizo na baadaye hatua za kisheria zitachukuliwa. Zaidi tumsikilize kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linapenda pia kuwataarifu kuwa amekamatwa na anahojiwa kwa kina mtu ambaye amefahamika kwa jina la Frey Edward Kosenyi mwenye umri wa miaka 51. Huyu ni mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde, Dar es Salaam. Huyu amekamatwa kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima, ambalo kwa mujibu wa ufuatiliaji alilitoa na kulichapisha mitandaoni siku chache kabla ya kutokea kwa tukio ambalo lilimhusisha Padri Kitima. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji kwa kushirikiana na mamlaka zingine
za kisheria. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Baada ya tukio la jana, Rais wa Kenya William Ruto kushambuliwa na kiatu na mtu asiyefahamika, maofisa wa polisi eneo la Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, wamewakamata watu watatu wanaoshukiwa kufanya kitendo hicho. Jana akiwa kwenye eneo hilo, Rais Ruto alimudu kujikinga huku walinzi wake wakichukua hatua za haraka kumlinda rais kwa kuwaondosha watu waliokuwa karibu naye, na rais akaendelea na hotuba yake jukwani. Afisa wa usalama ambaye aliomba kutotajwa jina kutokana na unyeti wa kesi hiyo alithibitisha kuwa uchunguzi unaendelea na kwamba washukiwa zaidi wanafuatiliwa. Ameongeza kuwa matokeo ya awali yanaonyesha kuwa tukio hilo linaweza kuwa limechochewa kisiasa na pengine lilipangwa kabla ya ziara ya rais. Na waasi wa M23 na washirika wao siku ya jana waliteka mji wa Lunyasenge ulioko kwenye pwani ya magharibi ya Ziwa Edward, mashariki mwa DRC, baada ya mapigano ya jeshi yaliyosababisha vifo vya watu 17 wakiwemo wanajeshi 7. Jeshi la Kongo limethibitisha kupitia taarifa kwamba Lunyasenge umeangukia mikononi mwa waasi katika jimbo la Mashariki la Kivu Kaskazini. Kanali Maki Hazukai, msemaji wa jeshi kwa eneo la Kaskazini Kuu, amelaani shambulio hilo akilieleza kama uvunjaji wa makusudi na wa wazi wa usitishaji mapigano na hatua zote zilizowekwa kufuatilia mazungumzo yanayoendelea Doha, Katari na Washington nchini Marekani. Hazukai amesema jeshi la Kongo lina hifadhi haki ya kujibu kwa pande zote endapo tishio kutoka kwa waasi na washirika wao wa Rwanda litaendelea. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Timu ya Yanga imeendelea na msimamo wake wa kutocheza mchezo wa ligi kuu namba 184 dhidi ya timu ya Simba uliokuwa uchezwe Machi 2025 licha ya bodi ya ligi kusema kuwa itapangiwa tarehe nyingine. Huyu hapa Ramadhan Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo hii leo, klabu ya Young Africans imeweka wazi kwamba imepokea barua ya majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yao namba CAS mkwaju 2025 mkwaju A mkwaju 11298. CAS imeielekeza Young Africans kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yao kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Kwenye waraka huo, klabu ya Yanga imesisitiza kwamba msimamo wake wa kutoshiriki kwenye mchezo huo namba 184 dhidi ya klabu ya Simba uko pale pale na hawatoshiriki tena. Taarifa nyingine ni kuhusiana na serikali imesema kwamba ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa unaendelea na kusisitiza kwamba mchezo wa fainali ya mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane pale nchini Morocco utapigwa katika dimba hilo. Wakati huo serikali imesema kwamba mashindano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani maarufu kama CHAN nayo yatafanyika katika uwanja huo kama ilivyopangwa. Kauli hiyo ya serikali inakuja kufuatia swali la mbunge wa Mlalo Rashid Shangazi aliyetaka kujua serikali imejipanga vipi kuhakikisha michezo hiyo inafanyika katika uwanja huo. Majibu hayo yametolewa na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwijuma bungeni kule jijini Dodoma. Kimataifa, klabu ya Liverpool imethibitisha kuwa nyota wao raia wa Uingereza Trent Alexander-Arnold ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu ambapo kandarasi yake itatamatika mwezi Juni na kufungua njia kwa miamba ya soka nchini Hispania Real Madrid. Sakata hilo limeendelea kwa msimu mzima huku Alexander-Arnold akikaribia kumaliza mkataba wake na Liverpool, huku nyota huyo akigomea kandarasi mpya ya kusalia klabuni hapo. Na tafsiri fupi, Trent Alexander-Arnold ataelekea Real Madrid akiwa mchezaji huru. Nyota huyo amethibitisha kupitia mitandao yake ya kijamii akiandika, kwanza kabisa nataka kusema sio uamuzi rahisi na kuna mawazo na hisia nyingi ambazo
zimeingia ndani yake. Nimekuwa hapa miaka 20 sasa. Nimefikia wakati ambapo ninahisi nahitaji mabadiliko mapya na changamoto mpya kwangu kama mchezaji na kama binadamu. Nadhani sasa ni wakati mwafaka kwangu kufanya hivyo. Alithibitisha hivyo Trent Alexander-Arnold. Mimi ni Ramadhani Kasim, hii ni Dream TV. Na huyo ni mwanahabari Ramadhan Kasim katika mkusanyiko wa habari za michezo. Na kabla ya kutimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa daraja la John Pombe Magufuli, yani Kigogo Busisi, ambalo limekamilika rasmi. Katika michezo, timu ya Yanga imeendelea na msimamo wake wa kutocheza mchezo wa ligi kuu namba 184 dhidi ya timu ya Simba uliokuwa uchezwe Machi 2025 licha ya bodi ya ligi kusema kuwa itapangiwa tarehe nyingine. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Kwaheri.